Habari. Ulimwengu ni mkubwa kuliko tunavyofikiria na Afrika inathibitisha hilo. Endelea kutazama kwa sababu sehemu ya kuvutia zaidi bado inakuja. Jisajili na upende, hakika hutajuta. Leo tutazungumzia moja ya mambo mazito zaidi ya historia ya Afrika. Ni miaka mingi sasa nimekuwa nikichunguza magofu ya kale ya mawe nchini Zimbabwe. Leo tutaangalia siri za Great Zimbabwe ambazo zimesumbua wanasayansi kwa miaka mingi sana. Hii ni hadithi ya ufalme mkubwa uliopotea katika ukungu wa wakati na kusahaulika na ulimwengu. Ikiwa hujajiunga nasi bado, tafadhali bonyeza kitufe cha kujiunga na ufalme uliopotea na upendelee video hii. Magofu haya ya mawe yanasema mambo mengi kuhusu ustaarabu mkuu uliokuwepo hapa Afrika Mashariki. Tunajua kwamba jengo hili lilijengwa kati ya karne ya 13 na karne ya 15. Kwa hiyo tunaongea kuhusu miaka 700 kabla ya wakoloni wazungu kufika nchi hii. Ukubwa wake unafanya watu wengi washangae jinsi walivyoweza kujenga kitu kama hicho wakati huo. Nimefanya utafiti mkubwa kuhusu magofu haya kwa miaka mingi na ninataka kushiriki nawe mengi. Mambo niliyoyagundua yananifanya niamini kwamba historia yetu tunayoambiwa si kamili kabisa kila wakati. Great Zimbabwe iko katika nchi ya Zimbabwe ya leo, karibu na jiji la Masvingo, kusini mwa nchi. Jengo hili lilijengwa kwa mawe ya granite bila matope wala saruji, kwa ustadi wa kipekee. Kuta zake zirefu ni sentimita 8 hadi 12 kwa urefu wa mita 1 hadi mita 9. Wanasayansi wanakadiria kwamba mahali hapa paliishi watu 20,000 hadi 24,000. Hii inamaanisha kuwa hapa palikuwa ni mji mkubwa sana kwa viwango vya wakati huo. Nimekaa katika magofu haya nikiangalia jinsi mawe yalivyopangwa kwa usahihi mkubwa sana ndani yake. Jengo lina sehemu kuu 3 ambazo ni Acropolis au mlima wa kifalme, na Great Enclosure pamoja na Valley Ruins. Acropolis iko juu ya mlima ambao una urefu wa mita 301 juu ya ardhi. Hapa ndipo wafalme walikuwa wakiishi na wanasiasa wakuu na viongozi wa dini na makuhani. Great Enclosure ni ukuta wa duara wenye kipenyo cha mita 89 wa kuvutia sana. Ukuta huu ndio jengo kubwa zaidi la zamani kusini mwa jangwa la Sahara, Afrika yote. Urefu wake unafika mita 10 na ukuta ni mzito na wenye mrara wa kuzunguka. Valley Ruins ndiko watu wa kawaida walipoishi na kufanya shughuli zao za kila siku. Mnara ulio ndani ya Great Enclosure una urefu wa mita 14 bila kuwa na mlango. Hii ni moja ya siri kubwa ambazo zimenifanya nichunguze zaidi na kujaribu kuelewa sababu yake. Baadhi ya wanasayansi wanaamini mnara huu ni ishara ya uzazi au ni alama ya nguvu. Wengine wanasema ni ishara ya uhusiano kati ya wanadamu na miungu yao au dunia ya juu. Sina uhakika kabisa, lakini ninaamini kuna maana ya kiroho kubwa sana katika jengo hili. Wanakumbuka kwamba Great Zimbabwe ilikuwa ni kitovu cha biashara kubwa sana kwa nchi za jirani. Watu hawa wa Great Zimbabwe walikuwa wafanyabiashara hodari ambao waliunganisha Afrika na Mashariki ya mbali sana. Walifanya biashara ya dhahabu na chuma na pembe za ndovu na ngozi za wanyama. Vitu ambavyo nimekuta hapa ni kama mishanga toka India na bakuli za China za zao. Hii inaonyesha kwamba watu hawa walikuwa na uhusiano wa kibiashara na mataifa mengine mbali. Nimekuta pia vitu vya dhahabu na shanga za dhahabu ambazo zilionyesha utajiri mkubwa wa wafalme. Wanasayansi wanasema dhahabu ilipata kutoka kwenye migodi ya karibu na ufalme huu mkubwa. Njia za biashara zilikuwa ni ndefu na ziliingiliana na miji mingine ya pwani ya Afrika Mashariki. Wafanyabiashara wa Kiarabu na Kiajemi walikuja hapa kununua dhahabu na vitu vingine vya thamani sana. Sasa hebu tuangalie jinsi walivyojenga magofu haya bila zana za kisasa za ujenzi wowote.
Watu hawa walitumia mbinu ya kuchonga mawe ya granite kwa usahihi mkubwa bila kutumia lami. Waliamua mawe yale kwa kupanua nyufa za asili za mawe kwa moto na maji. Walichochea moto juu ya jiwe, kisha wakamwaga maji baridi haraka ili ipasuke kwa usawa. Kisha walichonga kwa zana za chuma ambazo zilikuwa za ustadi mkubwa kiasi kwamba mawe yalipangwa. Walijipanga mawe juu ya mengine kuunda ukuta imara bila kuingiliana na matope wala saruji yoyote. Hii ni mbinu ambayo inaitwa dry stone walling na ni ustadi wa hali ya juu. Wajenzi lazima wawe na ujuzi mkubwa wa hesabu na usanifu ili kuunda jengo imara kama hilo. Kama umefurahishwa na habari hizi, tafadhali acha maoni mujokwa kwa frindi msana. Wageamwena chakuna shina wa kutonga kukipa mejane kitafadhali chenda ili chenga na jerifamia na toka maviri. Kama umefurahishwa na habari hizi, chafadhali meshe wafunya ake iliofungi waligenga. Sasa tuangalie hadithi ya wazi kuhusu watu wa kihistoria na utamaduni ambao ulianzisha ufalme huu. Great Zimbabwe ilianzishwa na watu wa Shona ambao ndio wazawa wa eneo hili hadi leo. Ufalme huu ulianza kuibuka katika karne ya 11 na ukawa na nguvu zake nyingi. Watu wa Shona walikuwa wafugaji na wakulima ambao walilima mahindi na njugu na maharagwe. Walifuga pia ng'ombe na mbuzi na kondoo ambao walikuwa ni ishara ya utajiri wa kiuchumi. Ukubwa wa mifugo ulithibitisha hadhi ya mtu katika jamii yao, na viongozi walikuwa na mifugo mingi. Watu hawa walisadiki katika Mungu mmoja mkuu waliomwita Mwari, aliyeumba ulimwengu na vyote ndani. Walikuwa na makuhani na wachawi ambao walikuwa wamewakilisha Mwari na kutoa miongozo kwa watu. Bronze, mfalme wa Great Zimbabwe, alikuwa na madaraka makubwa sana ya kisiasa na dini na uchumi. Aliamua jambo lolote muhimu katika ufalme wake na hakukuwa na mtu aliyemzidi nguvu yake. Waziri wake na makuhani walikuwa ni washauri wake wakubwa ambao walimpa ushauri wa mambo yote. Wanawake wa kifalme walikuwa na hadhi kubwa pia na walikuwa na madaraka ya kusimamia mambo fulani. Hii ni tofauti na tafsiri ya wakoloni ambao walidai kwamba Afrika haikuwa na utamaduni mkubwa. Ninaamini kwamba historia hii inafaa kuelezwa vizuri na kuwaacha watu waelewe ukweli wa mambo. Wakoloni walipofika Zimbabwe kwa mara ya kwanza mwaka 1870, Cecil Rhodes na wenzake walishangaa kuona magofu haya ya fahari na ukubwa wake wa ajabu. Ikiwa bado hujajiunga na sisi, bonyeza subscribe ili usikose maudhui kama haya na upendelee video. Walishindwa kuamini kwamba Waafrika weusi waliweza kujenga jengo hili kubwa na zuri kwa ufundi. Kwa hiyo waliamua kuanzisha hadithi za uongo kwamba hii ni kazi ya Waarabu au Waajemi. Walisema pia pengine ni Waisraeli waliopotea au hata ni kazi ya Kristo wa kwanza. Hii ilikuwa ni propaganda ya kibaguzi iliyoendeshwa ili kuzua Waafrika na kuwafanya waonekane kama wajinga. Wanasayansi wa Ulaya walichukua miaka mingi kukubali kwamba Great Zimbabwe ni urithi wa Waafrika weusi. Mwaka wa 1930, serikali ya Rhodesia ilikataza wanasayansi kuzungumza ukweli. David Randall McKeever alikuwa ni mmoja wa wanasayansi wa kwanza kusema kwamba hii ni kazi ya Waafrika. Aliendelea kupinga kwa nguvu na alisema kwamba hakuna ushahidi wowote wa kuonesha watu wa kutoka nje. Utafiti wa kisayansi wa carbon dating ulithibitisha kwamba Great Zimbabwe ilianzishwa karne ya 12. Great Zimbabwe ilianza kuanguka katika karne ya 15 kwa sababu kadhaa ambazo hazijulikani kabisa. Baadhi ya wanasayansi wanasema kwamba mvua iliishia na nchi ilikuwa na ukame mkubwa sana. Wengine wanasema kwamba madini ya dhahabu yaliisha na biashara ikashuka na watu wakahama kwenda sehemu nyingine. Wengine wanasema kulikuwa na vita vya ndani
ya kiuchumi au kisiasa ambavyo vilichakaza ufalme huu. Mgawanyiko wa madaraka kati ya wafalme wanaweza ukawa umesababisha utengano wa nchi hii kubwa. Mimi ninaamini kwamba kulikuwa na mchanganyiko wa sababu mbalimbali ambazo zilisababisha kuanguka kwa ufalme. Hali ya hewa ilibadilika na kilimo kikashindwa, na kuna vifo vingi vya njaa na magonjwa. Njia za biashara pia ziliweza kubadilika na wafanyabiashara wakaanza kufanya biashara na miji mingine. Watu wakaanza kuondoka pale na kuhamia maeneo mengine ya kaskazini na kusini ambapo kulikuwa na fursa zaidi. Kumbuka kuacha maoni yako kuhusu sababu unazofikiria zilifanya ufalme huu uanguke kwa haraka. Hivyo, mwaka 1490 Portugali walipofika Zimbabwe, hawakupata uhai katika Great Zimbabwe. Magofu yalibaki pale tu, yakiwa ni kumbukumbu tu ya ukuu wa zamani na utukufu uliokuwepo. Lakini hadithi ya watu wa Shona haikuisha hapo, bali waliendelea kuishi katika maeneo mengine. Watu hao walipitia nyakati ngumu za utawala wa kikoloni ambao ulizua utamaduni wao wa asili. Nimekutana na wazee wengi ambao wananisimulia hadithi za ukuu wa babu zao wa zamani. Wao wanasimulia jinsi babu zao walivyokuwa na maarifa makubwa ya sayansi na sanaa na falsafa. Hii inanifanya niamini kwamba Afrika ilikuwa na ustaarabu mkubwa kabla ya wakoloni kuja hapa. Shilingi nyingi bado zimebaki kuhusu Great Zimbabwe ambazo hazijawahi kueleweka kwa usahihi kabisa ndani yetu. Kwa mfano, hatujui kwa nini mfalme aliamua kujenga mnara ule mkubwa bila mlango ndani yake. Hatujui pia jinsi walivyoweza kupanga mawe kwa usahihi wa kijiometri bila zana za kisasa. Wanasayansi wanaendelea kufanya utafiti ili kujaribu kuelewa zaidi kuhusu ustaarabu huu wa kale. Ninasikitika kwamba sehemu kubwa ya magofu haya ilibomolewa na wachimbaji wa dhahabu wa kikoloni zamani. Vitu vingi vya thamani vilichukuliwa kupelekwa Ulaya bila kibali wala heshima ya watu wa Zimbabwe. Hii ni historia ya masikitiko ambayo inatakiwa kueleweka na watu wa kizazi hiki kwa ukamilifu. Tunahitaji kuhakikisha kwamba vitu vya kale vinarejeshwa na kuhifadhiwa vizuri kwa ajili ya vizazi vijavyo. Vyombo vya habari vimeanza kuzungumza kuhusu kurejesha vitu vya kale kwenye nchi zao za asili. Sasa hebu tuangalie jinsi Great Zimbabwe inavyolinganishwa na miji mingine ya kale ya Afrika Mashariki. Nimechunguza miji ya pwani kama Kilwa na Mombasa na Lamu na Sofala na mengineyo mengi. Hizi zote zilikuwa na uhusiano wa kibiashara mkubwa na Great Zimbabwe kupitia njia za biashara. Dhahabu na vitu ambavyo vilichimbwa Great Zimbabwe viliuzwa katika miji hii ya pwani za Afrika. Kisha wafanyabiashara wa Kiarabu na Kiajemi walikuja kuchukua bidhaa hizo kwenda Asia na Mashariki. Mji wa Sofala uliokuwa ni bandari kubwa ulikuwa ni njia muhimu ya kupitisha bidhaa hizo. Wanasayansi wamekuta ushahidi wa uhusiano huu katika magofu ya miji hii ya pwani za Afrika. Hii inatuonyesha kwamba Afrika Mashariki ilikuwa na mfumo mkubwa wa biashara ulioandaliwa vizuri sana. Nimetembelea pia maeneo ya madini ya dhahabu karibu na Great Zimbabwe na kumuona mgodi wa zamani. Hii inanionyesha kwamba uchimbaji wa madini ulikuwa ni shughuli kubwa inayohusisha watu wengi sana. Walikuwa na mbinu maalum za kuchimba na kusafisha dhahabu na kuitengeneza kuwa bidhaa za kuuzwa. Ninaamini kwamba watu wa Great Zimbabwe walikuwa na ujuzi wa kiwango cha juu wa sayansi. Kwa mfano, walijua jinsi ya kuyeyusha madini na kutengeneza vifaa vya chuma vya ubora mzuri. Walikuwa na zana za chuma ambazo ziliwasaidia katika kilimo na ujenzi na vita na shughuli nyingine. Hii inaonyesha kwamba ustaarabu wa Afrika ulikuwa na maarifa ya kiufundi na kisayansi mengi kabisa. Afrika haikuwa ni bara jeusi lililokuwa na watu wasio na elimu kama walivyosema wakoloni wa zamani. Hapa katikati ya hadithi yetu ni vizuri tuangalie maana ya kiroho ya Great Zimbabwe kwa watu. Nimezungumza na makuhani wa Shona ambao wanasema kwamba Great Zimbabwe ilikuwa ni mahali patakatifu pa ibada.
Wanasema kwamba mfalme alikuwa ni mjumbe wa Mungu duniani na alikuwa na nguvu za kiroho. Ibada zilifanyika pale katika mahali fulani maalum, na watu waliabudu mwari kwa kutolea sadaka na tambiko. Ninaamini kwamba muundo wa Great Zimbabwe ulifuata kanuni fulani za kiroho na kifalaki za watu. Maeneo ya Acropolis yalitenganishwa kwa watu wa kawaida na ni viongozi tu walioruhusiwa kwenda hapo. Hii inaonyesha kwamba muundo wa jamii ulikuwa na tabaka na kila mtu alijua nafasi yake. Valley Ruins ndiko watu wengi walioishi na kufanya shughuli zao za kila siku bila usumbufu. Great Enclosure inaweza kuwa ilikuwa ni mahali pa matambiko makubwa au sherehe za kitaifa za watu. Kumbuka kuandika maoni yako kuhusu kile unachofikiria kuhusu maana ya kiroho ya mji huu wa kale. Sasa tutaangalia jinsi Great Zimbabwe inavyothitita ukuu wa historia ya Afrika kwa ujumla wa mambo. Mimi kama mtafiti nimejifunza kwamba Afrika ilikuwa na ufalme wengi wenye utamaduni mkubwa kabla ya wakoloni. Kuna Mali na Songhai na Kongo na Ethiopia na Aksum na maeneo mengine mengi ya ustaarabu. Afrika haikuwa bara lenye watu tu wazungukao bila mipango ya kusimamia maisha yao kwa ufanisi. Kila eneo lilikuwa na mfumo wake wa kisiasa na dini na kiuchumi uliofanya kazi vizuri. Great Zimbabwe ni kielelezo tu kimoja cha ukuu huu ambao umezuiliwa na kuficha kwa makusudi. Ninajua kwamba wakoloni walichagua kutufanya tuamini kwamba tulikuwa hakuna kitu kabla yao kufika hapa. Hii ilikuwa ni propaganda ya kubwa ili kutulazimisha kuamini kwamba tulihitaji wakoloni kutusaidia kuendeleza kabisa. Lakini ukweli ni kwamba Afrika ilikuwa na ustaarabu mkubwa kabla ya wakoloni na baada ya wakoloni. Tunahitaji kujifunza historia yetu ya kweli na kuiacha propaganda ya wakoloni iendelee kudanganya watu wetu. Ninasema hivi kwa sababu nimepata elimu ya ukweli kutoka kwa vitabu na kwa kufanya utafiti. Nimezuru maeneo mengi na kusoma vitabu vingi na kuzungumza na wazee na wanasayansi wa historia. Great Zimbabwe ni ushahidi ulio wazi wa uwezo wa Afrika wa kujenga taifa lenye ustaarabu mkubwa. Tunahitaji kueleza hadithi hii kwa vizazi vyetu ili waelewe ukuu wa mababu zetu wa zamani. Ninaamini kwamba elimu hii itawasaidia vijana kuwa na kiburi cha historia yao na kujitegemea zaidi. Afrika ina historia ndefu ya ukuu ambayo inatakiwa kufahamishwa kwa watu wote duniani kwa usahihi. Tathmini ya kisasa ya wanasayambi Makuwezo Papotatu wakuweza vijenga kubada watu weko tukabia. Tathmini ya kisasa ya ukuu Machelelifika sababu wakuu wakisichungi matanibane kwa watu wote duniani. Tathmini ya kisasa ya wakuu matelibane kwa usahihi. Tathmini ya kisasa ya wanasayambi imitanya kisasa wa kuweza kufahamu kwa usahihi. Chinapuele tuaki wa mandia mwake wa uganga na tufanyi utafiti. Ninajua kichuelivona wa koloni wa kufami sabade. Ninabadambia chukufami wakuwa wa kutufami sabade. Imambia kwa kutufami wa madera mkuli. Mini ya kisasa ya wanasayansi inaonyesha kwamba Great Zimbabwe ilikuwa ni mji wa kwanza wa kihistoria kusini mwa Afrika. Idadi ya watu ambao waliishi hapa ilikuwa kubwa kuliko miji mingi ya Ulaya wakati huo huo. Teknolojia ya ujenzi ilikuwa ya hali ya juu sana na ingeweza kulinganishwa na miji mingine. Uchumi ulikuwa imara sana na ulitegemea kilimo na ufugaji na uchimbaji madini na biashara ya kimataifa. Ufalme huu ulikuwa ni kitovu cha utamaduni ambao ulienea katika maeneo mengi jirani na nchi za karibu. Ninaamini kwamba ukubwa na utukufu wa Great Zimbabwe haupaswi kusahaulika kamwe na historia yake inatakiwa kufundishwa. Watoto wetu wanapaswa kujifunza kuhusu ufalme huu wakiwa shuleni na kuelewa ukuu wake wa kihistoria. Hii itawawezesha kuwa na ufahamu wa kweli wa historia ya bara lao na kuijivunia nchi yao. Independence sasa kulinganisha Great Zimbabwe na miji mingine ya kale duniani kote
kwa ufupi sana. Great Zimbabwe inaweza kulinganishwa na Machu Picchu ya Peru au Angkor Wat ya Cambodia kwa ukuu. Hii ni miji mikubwa ambayo ilionyesha ustaarabu mkubwa wa watu wa maeneo hayo ya dunia. Kama tunavyojua, Machu Picchu ilianzishwa na Inca ambao walikuwa na ujenzi wa hali ya juu. Angkor Wat ilianzishwa na ufalme wa Khmer na ulikuwa ni jengo kubwa la dini la Buddha. Great Zimbabwe ina sifa zinazofanana na miji hii kwa ukubwa wake na ustadi wa ujenzi. Kila mji huu una hadithi yake ya kipekee ambayo inaelezea ustaarabu wa watu wa maeneo hayo. Nimejifunza kwamba duniani kote watu walijenga miji mikubwa na yenye ustaarabu mkuu kabla ya zama za kisasa. Hii inatuonyesha kwamba binadamu ana uwezo wa kushangaza wa kuunda na kujenga kwa akili yake. Lakini hebu tutazame changamoto ambazo zimekabili Great Zimbabwe katika kipindi cha kisasa hiki cha maendeleo. Moja ya changamoto ni uharibifu wa magofu kutokana na hali ya hewa na mvua na upepo. Wanasayansi wanasema kwamba mawe yanaanza kulegea na kuvunjika kutokana na umande na joto la jua. Serikali ya Zimbabwe imejitahidi kuweka mikakati ya kuhifadhi magofu haya kwa ajili ya vizazi vijavyo. Lakini ukosefu wa fedha na wataalamu wa uhifadhi ni changamoto kubwa inayokabili jitihada hii za kuhifadhi. Kuna pia tatizo la watalii wengi ambao wanakuja na wanaweza kusababisha uharibifu bila kukusudia kufanya hivyo. Baadhi ya watu hukata vipande vya mawe kama kumbukumbu, na hii ni jambo linaloharibu urithi. Ninaamini kwamba kuna haja ya kuongeza uelewa kwa watu kuhusu umuhimu wa kuhifadhi maeneo haya. UNESCO ilileta Great Zimbabwe kwenye orodha ya urithi wa dunia mwaka 1970. Hii ni hatua nzuri ambayo inasaidia kulinda magofu haya na kupata msaada wa kimataifa wa kuyahifadhi. Lakini bado kuna changamoto nyingi ambazo zinahitaji kutatuliwa ili kuhakikisha kwamba magofu yanabaki salama kabisa. Tunahitaji kuongeza elimu kwa watu wa karibu ili waelewe umuhimu wa kuhifadhi mali hii ya taifa. Vijana wanapaswa kufundishwa katika shule kuhusu historia ya Great Zimbabwe na kwa nini ni muhimu kuihifadhi. Watalii wanapaswa pia kuelezwa sheria na kanuni za kuhakikisha wanaheshimu maeneo haya ya kihistoria ya thamani. Ninaamini kwamba kwa kushirikiana tutaweza kuhakikisha kwamba Great Zimbabwe inabaki kwa vizazi vingi vijavyo bila kuharibika. Ningependa kumaliza kwa kuzungumzia maana ya Great Zimbabwe kwa ulimwengu wa leo wa kisasa. Great Zimbabwe ni mfano wa ukuu wa Afrika ambao ulizuiliwa na kufichwa kwa muda mrefu. Historia hii inatufundisha kwamba Afrika ilikuwa na ustaarabu mkubwa kabla ya wakoloni na baada ya wakoloni. Tunapaswa kuirejesha hadhi yetu na kujifunza kutoka kwa mababu zetu kuhusu ustadi na ujuzi. Ninaamini kwamba kijana yeyote wa Afrika anayetembelea Great Zimbabwe anarudi nyumbani akiwa na kiburi cha historia. Hii ni historia ambayo inapaswa kusomwa na kufahamishwa ulimwengu mzima ili watu waelewe ukweli wa mambo. Afrika sio bara jeusi kama walivyosema wakoloni, bali ni bara lenye ustaarabu wa kale kabisa. Great Zimbabwe inatusaidia kuelewa jinsi jamii za watu zilivyokuwa na utaratibu mzuri wa kisiasa na kiuchumi. Watu walikuwa na mfumo wa usimamizi uliofanya kazi vizuri na kuleta maendeleo kwa watu wote wa ufalme. Ninaamini kwamba tunaweza kujifunza mengi kutoka kwa historia hii na kutumia mafunzo hayo kujenga Afrika. Tunahitaji kuanza kujithamini na kutojifanya kuwa sisi ni mdogo kuliko mataifa mengine ya ulimwengu. Tuna historia nzuri na tuna akili nzuri na tuna rasilimali nyingi za kutosha kujenga maisha mazuri. Kile tunachohitaji ni imani ya kweli katika historia yetu na uwezo wetu wa kujenga mustakabali mzuri. Great Zimbabwe ni mfano wa kwamba tunaweza kufanya mambo makubwa na ya kushangaza wakati tunapopanga pamoja. Ninyi wapendwa,
Mmeona jinsi Great Zimbabwe inavyosema mengi kuhusu historia ya Afrika kwa ujumla wake. Siri nyingi bado zimebaki ambazo hazijulikani, lakini tunachojua kinatosha kutuonyesha ukweli wa ukuu wetu. Ninawahimiza sasa, muandike maoni yenu kuhusu kile mnachoweza kujifunza kutoka kwa historia hii ya Great Zimbabwe. Fikira za kweli za ndani zimekufikia baada ya kusikia hadithi hii yote kutoka kwangu leo. Je, ni funzo gani kuu ambalo wewe binafsi unalipata kutoka kwa hadithi hii ya Ufalme Mkuu? Tafadhali, jiunga na channel ya Ufalme Uliopotea ili usikose maudhui mengine ya kuvutia kama hii. Pendela video hii na uiache kuwa ishara kwa wengine kwamba maudhui haya ni ya thamani sana. Asante sana kwa kunisikiliza, na tutaonana katika video ijayo ya kusisimua zaidi na kuelimisha sana. Kwa heri na kaeni salama, na daima jifunzeni historia ya kweli ya bara letu kubwa, Afrika.